Mheshimiwa Rais, Mheshimiwa Makamu wa Rais, Mheshimiwa Rais mstaafu, waheshimiwa familia ya Sokoine na ndugu zangu wote tuliokutana hapa. Profesa Kabudi nadhani amefanya uchambuzi mzuri wa kitabu hiki na kusingekuwa na kitu kingine cha kuongeza. Lakini niseme hivi, ili kuelewa umuhimu wa Edward Moringe Sokoine katika historia ya nchi yetu, tuanzie na hali ilivyokuwa wakati anateuliwa kwa waziri mkuu. Sokoine ameteuliwa kwa waziri mkuu katika kipindi ambacho Mwalimu na waasisi wenzake walikuwa wanajiandaa kukabidhi madaraka kwa kizazi kipya. Mwalimu alikuwa ameamua kwamba atang'atuka si muda mrefu, na baada ya uchaguzi wa mwaka 75 alileta sura mpya kabisa ya baraza la mawaziri. Wale alioanza nao aliwapunguza, akaingiza vijana wengi sana. Mwalimu alikuwa waziri mkuu akiwa miaka 39. Baada ya miaka 15 akamkabidhi kijana wa miaka 39 kwa waziri mkuu, na wengine aliowateua wote walikuwa wadogo kwa Sokoine. Tulioingia katika baraza la mawaziri mwaka 75 ilikuwa ni vijana. Nadhani wazee waliokuwa wamebaki ilikuwa ni mzee Kawawa, mzee Bomani, mzee Amiri Jamaro, na yeye Sokoine ndiye alikuwa kiongozi wa hawa vijana. Hilo lilikuwa la kwanza. La pili, Sokoine ameteuliwa wiki mbili baada ya Jumuiya ya Afrika Mashariki kuvunjika. Sokoine ameteuliwa wiki moja baada ya Chama cha Mapinduzi kuasisiwa, na baadaye ikaja katiba ya kudumu ambayo ilibadili utaratibu wa utawala. Na haikupita muda, mwaka uliofuata tukaingia kwenye vita ya Kagera. Baada ya mwaka uliofuata bei ya mafuta duniani ikapanda. Kwa hiyo Sokoine aliingia katika ngazi hiyo wakati nchi ikiwa katika matatizo makubwa. Na baraza lile, kwa kuwa nasema lilikuwa la vijana, sisi tulimuona, kwa sababu ilikuwa anasimamia utendaji, ilikuwa rahisi kwenda kwa Sokoine kuliko kwenda kwa Mwalimu. Kwa hiyo alikuwa wana hiyo. Sasa uongozi wake ulikuwa ni uongozi jumuishi. Sokoine alikuwa anafuatia kwa karibu sana utendaji wa serikali. Alikuwa anauliza maswali mengi sana kuhusu utendaji, lakini na yeye alikubali au anaulizwa maswali mengi, kwa sababu alikuwa ni kijana mwenzetu, tulikuwa tumezoeana. Hata alipokuwa waziri mkuu tuliendelea kuwa na uhusiano ule, na tulikuwa na wakati tunakuwa na mjadala, ana tu challenge na sisi tunamchallenge, wakati mwingine tunatofautiana. Mimi nilikuwa nafanya kazi karibu sana na Sokoine kwa sababu tulikuwa watani. Tulizoeana mapema, tukawa watani kwa sababu yeye alikuwa Masai, mimi Mkizo natoka Mara, na
Wamasai na makabila ya Mara walikuwa ni hasimu kwa sababu ya wizi wa mifugo. Sasa tulipokutana tulikuwa tunataniana juu hadi ilivyokuwa, na hata alipokuwa waziri mkuu tuliendelea kuwa tunataniana. Sasa katika masuala mengi, wakati mwingine kulikuwa na mjadala na anakubali, anasikiliza, na hata mkitofautiana, mkija kumaliza tofauti zile, mnaendelea kazi kama kawaida. Nitawapa mfano mmoja. Hapa imezungumzwa sifa moja wapo na ambayo wengi wanajua, alikuwa anachukia sana rushwa. Alikuwa anachukia sana ufisadi. Na aliporudi mara ya pili kuwa waziri mkuu, cha kwanza kabisa ilikuwa ni kuwa na sheria ya kupambana na ufisadi. Kwa hiyo ikaandaliwa sheria. Na sheria ile ilikuwa kali sana. Kwanza ilisema kesi za hujumu uchumi zisiende katika mahakama za kawaida, kuwe na mahakama maalum. Pili, kesi ziwe zinasikilizwa faragha, sio hadharani. Tatu, hata maneno ya kusikia tu, hearsay evidence, ikubalike. Nne, kusiwepo na dhamana. Sasa tulipokwenda kuizungumza katika kamati ya baraza la mawaziri hiyo kushughulikia sheria, tulikuwa 13. Mimi nikawa na mawazo tofauti kabisa. Nikasema naunga mkono mengi yaliyo katika sheria hii, lakini haya mane kwamba tuwe na mahakama maalum, kusikiliza kesi faragha, hearsay evidence ikubalike, dhamana ikataliwe, nikaomba yaondoke. Sikufanikiwa, nilikuwa peke yangu, lakini niliona ni mambo ya msingi. Kwa hiyo nikasema basi kama uamuzi ni huo, na mimi ndio waziri wa sheria, mwanasheria mkuu, inabidi kusimamia sheria hii, na mimi siamini hivyo, naomba nikae pembeni. Wewe nikaomba kwamba ambia waziri mkuu, mimi nitaomba nikae pembeni, maana yake nitajiuzuru. Sokoine hakupenda hilo. Akaniita, akasema wewe umekuwa mstari wa mbele kupambana na rushwa. Sasa kwa kitu kidogo kama hiki unasema unaacha kazi? Nikamwambia hapana ndugu waziri mkuu, hili ni muhimu zaidi. Tukienda utaratibu huu, sheria zozote ambazo zinatekelezwa kwa njia ya operation huwa zinaleta madhara makubwa baadaye. Na jinsi sheria hii ilivyo, tukiitekeleza hivyo, italeta matatizo makubwa, inavunja misingi ya utawala bora, inaingilia haki za binadamu. Aliniburuza msasani, maana hakukubaliana na mimi kwa malizaji. Akaniburuza msasani, tukaenda kwa bwana mkubwa, akatusikiliza. Bwana mkubwa akaamua nusu. Akasema nendeni mkaondoe hiyo ya kesi kusikilizwa faragha, muondoe hearsay evidence, lakini utaratibu maalumu ubaki na dhamana isiruhusiwe. Na akasema hakuna mtu kuresign hapa. Kwa hiyo tukatoka pale, tukaenda ofisini kwake, akanipa maelekezo. Umesikia rais alivyosema, na ofisi yako ndiyo inatayarisha haya mambo. Nenda mrekebishe, kesho niletee, iwe tayari tuendelee na utaratibu. Tulifanya hivyo. Sheria ikapita mwezi April 83. Ikaanza, rais alisaini haraka sana, ikaanza kutumika. Yale niliyokuwa nimeogopa yakatokea, kwa sababu utekelezaji wake ulikuwa na vurugu kubwa sana. Watu walikamatwa kwa
utaratibu mbaya, mali za watu zilichukuliwa. Malalamiko ya wananchi yakawa mengi sana. Kuna wazee, kundi la wazee kutoka Mwanza wakaja Dar es Salaam kumuona Mwalimu. Mmoja wao alikuwa amekamatwa, na huyo aliyekamatwa alipata kuwa mwenyekiti wa TANU kanda ya Ziwa. Wakaja wakamwambia Mwalimu, wakasema, Mwalimu, wewe unajua huyu umefanya naye kazi, unajua sio fisadi, lakini wamemkamata. Sisi tunaomba, tunajua sio fisadi, akienda mahakamani watahakikisha sio fisadi, tunaomba apewe dhamana. Mwalimu akakubali. Kwa hiyo akachukua minute sheet akaandika kwa wino mwekundu, akaambia PM fulani apewe dhamana. Ikafika kwa PM akaandika minute ya pili, AG tekeleza, na ilikuwa ina move kwa dispatch. Ikafika kwangu, nikamwandikia Sokoine kwamba PM, haiwezekani, sheria inakataa. Alipiga simu yeye mwenyewe kuniita ofisini kwake. Nilipoingia hata kabla ya salamu akaniuliza, akasema, Joseph, wewe ni mtu wa aina gani? Rais anatoa amri tunasema utekeleze. Basi na mimi kwa kuwa tulikuwa tunatania, nikacheka tu. Nikasema, suri ni buruza ukanipeleka Msasani? Na ulisikia mkuu amesema nini? Kwamba dhamana isitolewe. Na wakati wote anatuambia msivunje sheria, hata ikiwa mbaya msivunje, mnaweza kuibadili. Sasa tunasema nitekeleze, si maagizo yake. Alielewa, akasema, sasa hatuwezi kurudi kumwambia kwamba haiwezekani. Sasa tuchukulie hii ni maagizo, tubadili sheria. Rudi ukafanye mabadiliko ili turuhusu dhamana. Tulifanya, na ilikwenda kwenye bunge mwezi Juni. Sheria imetungwa April, imeanza kutekelezwa Mei, mwezi Juni inakwenda kubadilika. Lakini na hata katika kitabu hiki mnataja juhudi zake za kupambana na ufisadi. Na kama Profesa Kabudi alivyo ni quote kwenye kitabu kile, kweli Sokoine alikuwa anachukia sana ufisadi. Lakini ile operation ya sheria ile ilimsikitisha sana Sokoine. Sokoine ilitekelezwa vibaya, haikuweza kupata manufaa. Ni moja wapo ambayo alikasirika sana, na alikasirika kwa sababu wale viongozi ambao walikuwa anawategemea na ndio walikuwa wamemuunga mkono, ilipokuwa mambo yamekuwa vibaya wakaanza kujitenga, wakaanza kusema sio sisi, ni polisi, ni usalama, ni maagizo ya waziri mkuu. Ilimuudhi, hakuridhika. Na mimi naamini kwa sababu tulikuwa tunafanya kazi pamoja, angeendelea, alikuwa anajiandaa upya kupambana na ufisadi. Huyo ndiye alikuwa Sokoine. Lakini Sokoine kama alivyochambua Profesa Kabudi, alikuwa anathamini sana mambo fulani fulani ya kimila. Alilewa kwa njia fulani na akawa na imani hiyo. Moja ilikuwa juu ya uongozi. Sokoine kuna wakati ndani ya CCM tulianza kutengeneza kanuni za uchaguzi, na wakati ule tulikuwa tunajua Mwalimu atatoka. Huko Juma ilikuwa hatuna kanuni za kumpata mgombea urais, kwa sababu wakati wote tulikuwa tunajua Mwalimu yupo. Sasa anatoka, tutengeneze kanuni. Ndio wakasema tutengeneze kama wagombea wengine, wajitokeze watu, wajaze form, wapimwe. Sokoine alikuwa na mawazo mengine kabisa. Kwenye National Executive aliuliza tu, hivi tuko hapa viongozi wa kitaifa
hatuwafahamu viongozi wetu mpaka tuwatafute kwa karatasi. Akasema ukianza kuwatafuta kwa karatasi anaweza kutokea mlagai tu akaweza kuchaguliwa kwa rais. Sasa tunafahamiana hapa, tunajua sisi hapa nani, kama mmoja akitoka nani anatuongoza. National Executive haikumkubalia, lakini maneno aliyosema, ule uteuzi wa kwanza Mwalimu anatoka, walizingatia maneno ya Sokoine, wakasema tunao viongozi, anatoka Mwalimu ama atakuwa makamu katibu mkuu ama waziri mkuu, tusiwatafute kwa makaratasi. Alikuwa naamini hivyo. Sokoine alikuwa anajifunza hata kwa watu wa kawaida, alikuwa anaishi maisha ya kawaida kabisa. Kuna wakati mmoja aliniomba niende naye Monduli, tulikuwa na mkutano wa Jumuiya ya Afrika Mashariki Arusha. Baada ya mkutano ule ilibidi amsindikize Moi kwa barabara mpaka Namanga. Akasema nifuatane naye, baadaye kaja kuchukua helikopta, akataka niende nione nyumbani kwake. Nilipofika nilikuta ni kaya ya kawaida kabisa, nyumba ndogo, kuna zizi, kuna mifugo pale, na ana ng'ombe wa kisasa na wasili. Nilikuwa namtania, huwezi kuwachanganya watu hao wote wawili. Ng'ombe wa kisasa hawezi kuvumilia topia ya kwenye zizi. Lakini kilichonistajabisha, helikopta imetua, imekwenda nyumbani kwake pale. Baada ya muda wananchi wakawa wamejaa pale, wamekuja wazee wa Kimasai na fimbo. Nikaanza kuogopa, akija kusema natoka Mara hao wanaweza kunichapa hawa. Walivyokuwa wanazungumza naye mambo ya kawaida kabisa, na anawasikiliza, wengine bila mpangilio, wengine sikuweza kuyaelewa maana wengi walikuwa wanazungumza Kimasai. Lakini ikafika mahali akataka ushauri wangu, kwa kuwa sebule ilikuwa ndogo, akanichukua tukaenda kwenye bedroom yake ndogo, bedroom ndogo, kitanda kidogo. Kitanda changu kilikuwa kikubwa na godoro zuri. Tukaenda tukakaa kwenye kitanda cha waziri mkuu. Alikuwa mtu wa kawaida na alikuwa haoni haya kwamba anaishi maisha yale. Huyo ndiye alikuwa Sokoine. Kama walivyoeleza, sisi Sokoine tuliofanya naye kazi atuimarisha sana. Makinda amepata kusema alituimarisha tuwe waaminifu kwa nchi yetu, kwa wananchi na viongozi. Alituimarisha tuwe waadilifu, alituimarisha tuwe na nidhamu, na wakati wote kwa Sokoine focus ilikuwa manufaa kwa wananchi. Sasa kitabu hiki mimi nafikiri haya yaliyomo nimekipitia kidogo, yatasaidia hasa viongozi vijana siku hizi kuona jinsi Sokoine na hasa alivyosimamia utendaji wa serikali. Kitakuwa ni msaada mkubwa hasa kwa uongozi wa nchi. Baada ya kusema hayo, ndugu Rais, nashukuru nimepata nafasi hii. Asante. Tuongeze makofi mengi kwa mzee wetu Mheshimiwa Joseph Sinde Warioba, Waziri Mkuu na makamu wa kwanza wa Rais mstaafu. Na bila kupoteza muda, naomba nimkaribishe makamu wa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Mheshimiwa Dr. Philip Mpango, aje aseme maneno